Unazidi kufuatilia taarifa zetu za TV47 matukio ya awamu hii ya saa 7. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukutaarifu. Wito wa mazungumzo umetolewa baina ya wamiliki wa matatu na chama cha waendesha bodaboda nchini kuona jinsi wanaweza kutatua mzozo baina yao kufuatia visa vya wanabodaboda kuchoma magari ya uchukuzi ya umma nchini. Haya yanajiri wakati ambapo muungano wa wamiliki wa matatu nchini umepanga kufanya mgomo siku ya Jumatatu kulalamikia ongezeko la visa vya uchomaji wa magari yao kutoka kwa wanabodaboda. Na mwandishi wetu Nicholas Mbai sasa anazungumza na mwenyekiti wa chama cha wanabodaboda mjini Machakos kuangazia baadhi ya changamoto wanazopitia. Mbai. Naam, shukrani sana mwenzangu na kupata vizuri kutoka hapa katika kaunti ya Machakos. Kwa muda ambao umepita kumekuwa na visa vya wanabodaboda kuchoma magari kutokana pengine na ajali na mikasa kama hii, na kupelekea ama kusababisha kuongezeka kwa wasiwasi kati yao na watu wa matatu. Na tumeweza kuona kwamba muungano wa watu wa matatu ama wale ambao wanafanya biashara za matatu nchini wanasema kama huenda ukafanya mgomo ili kulalamikia ongezeko la visa vya wanabodaboda kuchoma magari yao. Na hapa katika kaunti ya Machakos tunazungumza na mwenyekiti wa chama cha waendesha bodaboda katika kaunti ya Machakos, Alan Musembi, kuweza kufahamisha wao kama wanabodaboda haswa wanafanya nini kuhakikisha kwamba hakuna mtafaruku, hakuna kutoelewana baina yao na watu wa matatu, na wanaweza zuia vipi ongezeko la visa ambavyo vimekuwa vikitokea baina yao na waendesha matatu. Majina, mimi ni Chairman Alan Musembi, Machakos bodaboda. Tumepata tetesi ama maneno kutoka kwa watu wa matatu ambao wanajiandaa kwa ajili ya mgomo. Kilio chao kikiwa wanabodaboda kuchoma magari. Ningeomba jambo moja na niombe uongozi wa matatu nchi nzima ya Kenya kwamba wasichukulie kosa la watu wawili ama watatu kuwa kosa la wanabodaboda wote. Nikipeana mfano hapa kwetu mjini Machakos, sijaona gari yoyote imechomwa ama kupigwa jiwe ama dereva kupigwa, na tuko hapa na ajali huwa kila siku. Hapa Machakos kuna uongozi wa bodaboda, kuna uongozi wa tuktuk, kuna uongozi wa maruti, kuna uongozi wa matatu, na iwapo kuna jambo ama kupitana ama ajali tetesi, sisi huwa tunakaa kama viongozi na tunasuluhisha. Kwa hivyo uongozi wa matatu ndio katika katiba maandamano yanaruhusiwa, lakini mahali ambapo wanaweza kaa si wakimbilia maandamano, itakuwa ni kama kuharibu na kukosesha madereva na makondakta riski na pia kuwakosesha wenye magari. Kwa hivyo ningewaomba waangalie uongozi, kwa sababu pia hili kosa la kuchoma magari hata aliko Nairobi nzima, liko kwenye sehemu kadha. Wangetafuta uongozi, watafutane na uongozi wa zile sehemu, wakae wapatane wataishi vipi, lakini pia nao tuwaonye matatu zao nazo they are very rough. Hata ukiangalia Nairobi CBD matatu inaendeshwa, unadhani ile town haina watu na watu wamejaa, unadhani ile town haina magari na magari yamejaa, unadhani ile town haina pikipiki na pikipiki zimejaa. Kwa hivyo pia na wao waangalie speed, kwa sababu nayo Nairobi hauwezi expect mtu afanye mambo kama hayo. Pia zile ngoma wanaziweka zinamchanga driver, wao wanaenda kugonga mtu wa bodaboda wakati unasikiza mziki, unafurahisha walio nyuma, akili iko kwenye wateja wako, huna habari kwamba barabara ina watumishi wengine. Kwa hivyo pia ningeuliza serikali ikiwapa idhinisho ya maandamano yao, pia iwaonye hizo ngoma zao, hizo starehe zao, hizo mbio zao ambazo wako nazo, na wajue kwamba ni madereva kama wale wengine. Hizo starehe mingi wameweka kwa matatu. Biashara ya matatu ni kazi ya matatu ni biashara, sio starehe. Kazi ya matatu ni mahali pa kupata riski, sio starehe. Kwa hivyo kote kote naona makosa, lakini chanzo na njia ambayo tunaweza fanya kazi kwa pamoja ni kutafuta njia mwafaka, na njia mwafaka ni viongozi wa bodaboda watafutane na viongozi wa matatu, wakae waongee. Pia ukiangalia kwenye kaunti zetu kuna CTSC, County Transport and Safety Committees. Pale utapata kuna watu wa matatu, kuna watu wa bodaboda. Pia katika zile vikao za county za transport wanafaa kuongelea mambo kama haya na kuzungumzia mambo kama haya na kutafuta suluhu. Pia sisi wenyewe kama bodaboda tuna njia za kukanya ama kutoleana, sijui nitasema nini, lakini kwa lugha nzuri tuna njia za kusomeana
Ukiangalia kama hapa kwetu Machakos juzi kuna kijana ameshikwa ambaye alikuwa na wenzake wawili waliotoroka wakivunja duka katika eneo la Kwamau. Na nikapigiwa simu niende nikamuokoe. Na mimi nilitoa habari kwamba siwezi kuamka kuacha uchunguzi wangu, niende nikamtetee mwizi. Abebe msalaba wake, alipigwa, akavunjwa mguu, alichomwa, hata hospitali hatukumsaidia kwa sababu yule si bodaboda, yule ni mwizi. Kwa hivyo pia watu wa matatu naomba mjue, kuna wengine ambao nia zao ni kufanya rapta kama zile, wakati wanachoma magari wanapata saa zao za kuibia wapita njia na abiria. Kwa hivyo sio wote ambao wana nia nzuri kufanya vitendo kama zile, na mwanabiashara kama mimi wa bodaboda sina wakati wa kuchoma. Hii yangu ni gari, inanipa riski, siwezi kubali ichomwe. Hivi hatuwezi pia kukubali kuchoma mali ya watu. Kwa hivyo hapa haturuhusu mambo kama yale. Naam, yamekuwa ni mazungumzo na Alan Musembi ambaye ni mwenyekiti wa chama cha waendesha bodaboda hapa mjini Machakos. Tuelezea kwamba pia sio wote ambao wapo kwenye sekta ya bodaboda ambao wanaendesha bodaboda. Wengine wapo kwa biashara ambao nia zao ni mbaya kama wizi, kama kisa ambacho tunaweza kushuhudia hapa katika kaunti ya Machakos, mwendesha bodaboda akipigwa usiku akiwa amebeba wezi na kuweza kupelekea kwamba kulazwa katika hospitali ya Machakos level 5. Kwa hivyo ni baadhi ya changamoto ambazo zinakumba sekta ya bodaboda katika kaunti mbalimbali. Mimi ni Nicholas Mbai na waregesha kwenu studio kwa matangazo zaidi. Asante sana Nicholas Mbai kwa uketo wa taarifa hiyo.